Mambo vipi? Naamini kabisa kwamba uko vizuri sana. Sasa kama ambavyo unavyojua kwamba tunaelekea mwisho wa msimu, kuna baadhi ya wachezaji ambao wako ukingoni kumaliza mikataba yao, wapo ambao bado wana mikataba na wanaendelea kutazamwa kwa jicho la karibu kuonekana kama wanaweza wakasajiliwa kwenye hizo timu. Miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na niseme wamegusa headline nyingi sana ni mchezaji anayepatikana ndani ya kikosi cha Al Hilal Omdurman. Huyu ni bwana mdogo kabisa kutokea pale nchini Rwanda, anaitwa Jean-Claude Ngiremugisha. Ngiremugisha maana yake kwa Kinyarwanda ni kwa maana yani mwenye baraka. Ngiremugisha ana miaka 21, bwana mdogo. Ni mmoja kati ya mawinga ambao kusema la ukweli wamekuwa akifanya kazi nzuri sana kwenye timu ya Al Hilal Omdurman. Kwenye mchezo dhidi ya Yanga aliwasumbua sana, kwenye mchezo dhidi ya Al Ahly juzi alikuwa na performance nzuri sana. So miongoni mwa timu ambayo ilikuwa imeanza kuulizia uwezekano wa kumnunua Ngiremugisha ni pamoja na klabu ya Young Africans mapema sana. Young Africans wanahitaji wingers ambao wapo kwenye mikakati yao kwamba wanaweza wakawanunua ama la. Ni watatu, ni Ngiremugisha, ni Jonathan Sow wa kikosi cha Singida pamoja na Josephat Athubada. Hao wachezaji watatu ambao Young Africans wamekuwa wakiwatazama kwa karibu sana, na wachezaji ambao wapo kwenye danger zone ya kuondoka wa kimataifa ni Kennedy Musonda, Stephen Kiaziz pamoja na Klato Shota Chama. Hawa ni wachezaji ambao wanaweza kuondoka na kikosi ya Young Africans, na kama wataondoka hawa, Young Africans watapata uwiano wa kuingiza wingers wawili, na anachokihitaji Milaud Hamdi kama ataendelea kusalia, hahitaji tena kuwa anatumia namba 10 watatu kama alivyokuwa makocha waliopita. Amekuwa anavutiwa sana kutokea pembeni, so anahitaji orthodox wingers, watu ambao ni wawinga wasilia. So Ngiremugisha ilikuwa ni sehemu ya watu ambao wanawahitaji. Biashara ya kumpata Ngiremugisha imekuwa ngumu sana kwa sababu matimu makubwa barani Afrika wameanza kumtazama. Ujue ukishafika hatua robo finali, huyu mchezaji thamani yake inakuwa ni tofauti sana, kwa sababu hatua robo finali una uhakika wa kucheza na giant. Yani huo ni uhakika. Yani hiyo ni kitu ambacho huwezi kukwepa. Lazima utacheza na giant. Na ukicheza na giant tu kaonesha kiwango kizuri, lazima wewe utakuwa threat. That's why utaona msimu uliopita Kip Dennis alikuwa ni miongoni mwa wachezaji aliyekuwa anatakiwa sana na timu za Warabuni. Na ni kwa nini? Kuna kitu unaposikiaga ile filosofia ya Galactico, ile Galactico watu wengi waga wanaitafsiri ndani ya uwanja, but Galactico tafsiri yake ni kudominate ndani ya uwanja na kudominate nje ya uwanja, kwamba kila mchezaji mzuri ambaye ni A class lazima tuwe naye, either tumemtumia ama hatujamtumia. Maana yake tukinunua wachezaji wote ambao nyinyi kwenyu ni wazuri, sisi hapa ndo tunakuwa nao wazuri tu. Maana yake nyinyi mtakosa qualities, sisi tutakuwa nayo hata sipocheza. That's why Madrid walimnunua James Rodriguez, wakamnunua Gareth Bale, wakamnunua Benzema, wana Cristiano Ronaldo, wana Mesut Ozil, wana Toni Kroos, wana Luka Modric, and then wana Eden Hazard. Unaelewa? Yani wote wako kwenye kikosi kimoja. Maana yake ni kwamba nyinyi msiwasumbue huku nje. So Ngiremugisha na anayekaa kwenye utaratibu, hata wasipomtumia, lakini wakiwa naye maana yake wewe utawasumbua. Unakumbuka ule msimu Simba walifika hatua nusu finali, robo finali walicheza dhidi ya kikosi cha Kaizer Chiefs kama nitakuwa niko sahihi. Baada ya hapo kuna baadhi ya wachezaji waliondoka. Na Simba kidogo ikasheki, ndo akaondoka Chama, kaondoka Mixon. Uliona kuna namna ambavyo mpaka wanarejea ndo Simba tena ikarudi kwenye soka fulani. So Al Ahly wameuliza na wao ofa ya kumpata Ngiremugisha, na wamekuwa wakimfuatilia kwa kiasi kikubwa sana. Kama Al Ahly wameingia kati kwa ajili ya kumchukua Ngiremugisha, Young Africans tu waamie kwa Jonathan Athubada pamoja na Jonathan Sow. Hawezi kutoboa kwa sababu transfer market yake bwana mdogo ni milioni 300. Ndo tunasema ni kianzio. Milioni 300 ndo average ya Young Africans kununua mchezaji. But kwa kikosi cha Al Ahly kutoa bilioni, kutoa milioni 500 wala hata sio shida zao. So hata wanaomsimamia mchezaji mara nyingi wanaangalia ni nani ambaye anaweza akawa analeta faida nzuri, kwamba labda Jozic huyu ndo mtu anaweza kutoa fedha nzuri. Soviets watamuuzia kwa sababu ni soko huria. So Young Africans akiambiwa milioni 300, Al Ahly akija ataambiwa milioni 500.
and then Young Africans akirudi atamwambia no, sasa hivi leta milioni 600. Mwisho wa siku Young Africans ata withdraw, akiwithdraw ataangalia ni nani ambaye yuko willing kulipa, and then atakuwa anaondoka. But ni miongoni mwa wachezaji wazuri sana. Uzuri wa Ngiri Mugisha ni kama Jonathan Sow, yani ni winga ambaye anaweza kufunga, au Mohamed Salah, winga ambaye pia ana contribution kubwa sana katika kufunga. Ndo utaalamu wa bwana mdogo, lakini mpira ukipotea ana uwezo mkubwa sana kuutafuta. Na kama uliangalia game ya Al Hilal Omdurman na Al Ahly, utakubaliana na mimi kwamba huyu ndo alikuwa ni mpango wa Ibenge. Kwa sababu gani? Ni mchezaji ambaye anaiweza solo attack. Ninavyosema solo attack na maanisha mchezaji ambaye anaweza akashambulia yeye mwenyewe peke yake kuliko wachezaji wengine. Naamini katika hilo tutasubiri kuona jinsi takavyokuwa, lakini uwezekano wa Young Africans kumpata mchezaji mpaka sasa ni mgumu sana my friend. Moja na hayo, naamini kwamba huu utakuwa ni msimu ambao Young Africans watakata watu wengi sana kutoka kwenye kikosi chao, ambao msimu wao wajao na performance nzuri. Na mara kadha nimekuwa nikikwambia kwamba Young Africans hawawezi wakakwepa hili. Lazima kuna watu ambao itabidi wapunguze ili kuweza kutengeneza muktadha mzuri wa msimu unaokuja. Kama watu wapunguza watu msimu huu, maana yake msimu unaokuja watakuwa wamejiandaa kucheza vibaya, ama ataongeza watu wengine, lakini hawatotengeneza project ambayo itaweza kudominate kwa kiasi fulani. Msimu angalia the way ambavyo wanavyo struggle. Kuna baadhi ya wachezaji ambao last season walikuwa vizuri in number, lakini msimu hawako vizuri. Maana yake wanahitaji kufanya mabadiliko angali kikosi chao kilivyo. Na nimekuwa nikiwataja baadhi ya wachezaji wazawa, kina Salum Abubakar Shoboy, akina Faridi Musa Malik. Ninaona hawana msaada tena kwa kikosi ya Young Africans. Hata kwenye zile game ndogo unaona wakati wao kucheza umekuwa ni mdogo sana. Wachezaji wa kimataifa pia wapo, lakini pili kuna baadhi ya wachezaji ambao lazima waondoke kwenye kikosi ya Young Africans kwa hivi sasa. Kwenye Waswahili ama Wakongo wao wanasema chema pajapo pema, pema pajapo pema si pema tena. Kwa maana yake ni kwamba ama sometimes wanasema chema kijapo, chema kiondoke, kilicho bora zaidi kiingie. So unaweza ukawa unaona sehemu fulani ama mtu fulani ni mwema sana kwako, lakini huyu unamhitaji ni bora sana kuliko huu wema wake. So itakupasa tu pamoja na wema wake alionao, achana naye ili tu upate huyu aliye bora akuvushe kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kuna wachezaji ambao naamini ndani ya kikosi ya Young Africans wanapendwa, mnatamani kuendelea kukaa nao, lakini this time around mimi sioni kama wana kila sababu ya kuendelea kusalia ndani ya kikosi ya Young Africans. Clatous Chota Chama this time around msimu unaokuja sidhani kama wanaweza wakawa na msaada mkubwa sana tena katika msimu unaokuja ndani ya kikosi ya Young Africans. Stephen Kiaziz nachelea kusema kwamba naye aondoke kwa sana, najua watu wengi wanampenda, lakini ukiangalia the way ambavyo msimu anavyocheza, msimu unaokuja unawezekana usiwe bora tena kwake. Ni wakati wa kumwachia dimba lile Pacome Zouzoua na yeye aoneshe kile alichonacho. Kwa misimu kadhaa ambayo Stephen Kiaziz amekuwa ndani ya kikosi ya Young Africans amefanya makubwa sana, msimu wake wa 3, lakini msimu juzi unakumbuka alikuwa top scorer. Ni mchezaji mzuri by the way, ashafanya mengi. So ni bora kumwacha katika wasaa kama huu ili mpate opportunity ya kuongeza mtu mwingine ambaye ni hatari. Unaweza mkaendelea kubaki naye, is okay, lakini vipi mmeshajiandaa, succession plan yenu iko vipi? So kuna baadhi ya watu ambao kwangu mimi naona ni Yanga ni sahihi kuondoka wakati ambapo anaendelea kupigana kupata wachezaji wapi ambao nimekuwa nikiendelea kukuelezea kila uchao. Wewe unasemaje katika hili? Unadhani Young Africans wapambane kumpata Ngiri Mugisha? Unadhani inawezekana kumpata? Niandikie katika comment na mimi nitaisoma comment yako. Saluti la familia.